Kwa tukisema mtu ana ndoa na kasania kuwa na ndoa peke yake ni baraka, ni anakosea. Akisania kuwa na ndoa peke yake ni mafanikio, ni anakosea. Kuwa na fedha peke yake na ukajiita umefanikiwa inakuwa sio sawa. Anamwambia ufanikiwe katika mambo yote kama vile roho yako, nafsi yako ilivyofanikiwa na afya ya kwako. Kwa mtu, ukimwona mtu mwenye pesa, ukamwona mtu ana magari, ukamwona mtu ana ndoa na ukazania hayo ndio mafanikio, sio tafasiri ya mafanikio. Mafanikio yanatakiwa yawe katika nyanja kubwa tatu. Ndipo tunaposema mtu huyu amefanikiwa. Anapokuwa amefanikiwa kwenye roho yake, anapokuwa amefanikiwa kwenye nafsi yake, anapokuwa amefanikiwa kwenye mwili wake, tunasema mtu huyu amefanikiwa. Sasa ni kwenye level zote tatu. Ukija kwenye habari ya roho yake inamjua Kristo Yesu, imeokolewa. Ukija kwa habari ya nafsi yake imebeba mafundisho, nafsi yake imegeuzwa kwa neno la Mungu, kwa anamfahamu Mungu kwenye level fulani. Na ukija kwenye mwili wake, ana afya njema, ana fedha njema. Makatakato-koria, afya ni njema, fedha ipo. Huyu mtu tunasema amefanikiwa. Una mabilioni ya fedha ndani, lakini yote unatumia kujitibu, hujafanikiwa bado. Una fedha na magari, lakini bado nafsi yako imjui Kristo Yesu, bado nafsi yako imjui Mungu, bado hujafanikiwa. Trust me. Anasema ufanikiwe. Hapa sasa namzungumzia mtu huyu alikoshafanikiwa kwenye roho. Ni mtu ambaye anamjua Kristo. Anamwambia you are well in spiritual. Unamfahamu Bwana, lakini ukafanikiwa kwenye afya yako, lakini pia ukafanikiwa kwenye nafsi yako.